Promon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Kwanza awali ya yote naweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Si jambo rahisi mpaka tumefika hapa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunapenda kumshukuru kocha. Kwa sisi tumejipanga vizuri kama Magone kuelekea mshindi wa tatu. Mbinu zote kocha wetu kaza kutukabidhi, na uzuri wa kocha wetu anaamini vijana. Kuna makosa baadhi tuliyafanya, kocha karekebisha, tunaenda kufanya vizuri katika kuelekea mshindi wa tatu. Waandishi wa habari, kuna swali? Kama kamera. Kwa swali zuri. Kwetu kwanza hatua tuliyofika ni achieve kubwa sana kwetu. Ukiangalia mwaka jana hatuweza kufika hatua hii. Kwa hiyo katika malengo au plani za kocha au Magone, kila mwaka tunajitahidi kufika level fulani. Kwa hiyo kwa hatua hii tuliyofika ni hatua kubwa sana kwetu. Kila mwaka tunajiwekea tufike hatua fulani. Asante. Cha kwanza kocha wetu katufundisha mbinu mbalimbali, na tunapoelekea mchezo wa Kelewani ni wachezaji wazuri, wana experience zaidi yetu. Kuna makosa madogo kashaona kocha wetu, katuelekeza katika uwanja wa mazoezi, na hisi tunaweza kutekeleza na kufanya vizuri. Tunajua si ni vijana bado, tapambana, tapa furaha, taleta furaha nyumbani. Tunajua si ni vijana bado, tapambana, tapa furaha, taleta furaha nyumbani. Wote naitwa Goodluck Juma Kimasi, team captain wa KR1. Na vile kwanza nipende kumshukuru Mungu kwa nafasi hii tuliofikia, na kingine kuelekea mchezo wa kesho. Of course haikuwa malengo yetu kwa sababu tulikuwa tumejipanga kwa ajili ya kuweza kuchukua tournament nzima ya D-League, lakini kama ilivyotokea na kwa nafasi hii tulioipata ya mshindi wa tatu, tunategemea kufanya vizuri zaidi, kurekebisha makosa yetu ili tuweze kuondoka na kinyang'anyiro hicho cha mshindi wa tatu. Vile kwa timu yetu tunajipanga kwa ajili ya kupanda ligi kuu BDL. Hivyo nafasi ya kupanda mnaiona? Nafasi ya kupanda tunaiona, na vile tunamheshimu mpinzani wetu, sio kama tunamdharau, lakini nafasi tunaiona kwa sababu sisi ni timu kubwa, tuko na experience pia, na coach wetu uwanja wa mazoezi wamerekebisha makosa yote. Kwa mapungufu yaliyotokea, nahisi tuliyaona sisi, na tukiweza kuyasema hapa tutakuwa tunatoa siri zetu. Kwa hiyo tumerekebisha mapungufu yetu, lakini vile tuahidi tu mashabiki kwamba this time around tutafanya vizuri zaidi, na ikiwezekana tunaweza tukapiga sweep. Kwa sweep? Yes. Na tujalewa sifa ya game, na kwa kweli tuwapongeze wapinzani wetu ambao walikuwa wameteza kututoa, ambao ni Mlimani BC. They had their chance, walitumia vizuri. Kama uliona game, walikuja kushinda dakika za mwishoni. Kwa hiyo tuwapongeze makocha wao, uongozi mzima wa Mlimani BC kwa game nzuri. Kwa hiyo tunaheshimu hilo, kwa sababu tukisema tulelewa sifa, hapana, tunadhalilisha wapinzani wetu. Kwa hiyo sisi tulifanya uwezo wetu wote tuweze kuingia finali, lakini it's a game, kuna kushinda na kupoteza. So this time around tunakuja vizuri zaidi, hatuwezi kuwa disappoint mashabiki wetu, tutafanya vizuri zaidi hivyo. Kwa msimu unaokuja ambao mpaka sasa hivi hatujaweza kujua kwamba tutafika BDL au vipi, japokuwa mategemeo yetu ni kwamba tutafika BDL. Kwa hiyo nahisi game hiyo ya kesho itaweza kufanya maamuzi mazuri zaidi, lakini sisi kama team tumejipanga vizuri mazoezini, kwa hiyo tutaenda kuelezea ubabe wetu hivyo. Tukienda BDL, na najua linaweza likatokea. Sisi tumejipanga vizuri as a team. Kurasini Hit na KR1 ni zao moja, lakini most of the team zote zina uongozi, na uongozi wamejipanga vizuri kwenye hilo. So as KR1 tutafanya vizuri kwenye BDL. Shukrani sana. Naitwa Achille Martin Zambi, kocha Ukonga Kings. Sisi katika maandalizi ya kuelekea finali tumejipanga toka msimu unaanza
mipango yetu ni ile ile. Tunachosisitiza ni kwamba timu ya mpinzani haja amejipanga, kwa sababu sisi tumejipanga toka msimu unaanza. Hatujajipanga kwa ajili ya finali. Sisi toka season inaanza tupo vizuri. Mmemsupu magoli wengine katika hatua hii ya finali. Ni game 3 if unnecessary. Kwa maana game 1, game 2. Tuambie, tunakwenda game 3 ama tunamaliza game 2? Kwa mpinzani wangu nilivyomuona ajipange, haja amejipanga, kwa sababu vijana wangu wameniahidi kwamba wanataka sweep tokea robo finali, nusu finali na final wanataka sweep. So mpinzani ajipange, aje kajiandaa. Waandishi wa habari, swala la game 3 tusubiri, ila mimi nimejipanga kwa sweep. Vijana wangu wamejipanga kwa sweep, so mpinzani naye atajipanga kivyake, so tegemee game nzuri itakuwa. 2023 tumerudi 2026 na ligi iko tofauti sasa hizi. Msimu uliopita ligi ilikuwa ngumu sana LBA, so tunakuja kivingine, tunajipanga, viongozi wameona na wanawekeza nguvu zaidi ili tuweze kuleta ushindani ulio halisi. Kikubwa ambacho kinaenda kuleta motisha kwa game ya kesho toka robo ni kibasha bonus, na huwa nakiongelea kila siku. Hicho kimeongeza morali sana kwa vijana wangu. Nadhani tuenda kukichukua tena kama anavyoongea kila siku, kibasha bonus ndio kila kitu. Tuenda kukichukua tena game, nadhani haitafika game 3. Kwa upande wangu mimi najua kimeongeza chachu kubwa sana, so toka kimetangazwa vijana wangu na wazee wetu walivyocheza regular season ndio waliweza kukiona kibasha, mabadiliko ni makubwa sana. Vipi ikiongezwa mzigo? Itakuwa amazing sana, na hisi itaongeza hadi game 3, nadhani ndio itakuwa imerahisisha kabisa kutofika game 3. Mtu atakufa uwanjani mapema sana. Awali ya yote, kwa majina anaitwa Mustafa Madondola, ndio kapteni wa timu ya Ukonga Kings. Awali ya yote, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa tuko salama na timu iko vizuri kambini. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu pia akakutupa uwezo wa kufika finali. Tumeandika historia nyingine mpya ya kurudi BDL. Ni ligi ambayo ilikuwa imetumisi. Kwa watu wengine ambao wamesahau kidogo, Ukonga ishacheza finali na watu wote wanajua, ilicheza na timu ya Pazi. Tukaja tukashuka, na tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. 2026 sasa tumerudi tena kwenye ligi kuu. Naamini wale watu wote walikuwa wameimisi sasa Ukonga wanaelewa. Naamini wameshatuona tumerudi, tuna ujio mpya mzuri, naamini tutakuwa na nafasi nzuri. Kwenye pressurize kama unavyosema ndugu mwandishi, kwenye mchezo wote duniani mashabiki ndio wachezaji wa 12. Wengine wanavyosema, sisi kwetu sisi tunasema ni mchezaji wa 13. Wale kuwepo kwao pia walikuwa wananipa pia hamasa hata mimi. Kwa wale maneno yao sikuingia kwenye mfumo wao, wakanisaidia pia kunirudisha kwenye game na tukashinda game. Kama unakumbuka, aliongea kuna muda akanyamaza mwenyewe na ali appreciate kile nilichokifanya, na aliongea kwa nguvu, watu wengi walisikia kwamba angetonga tu huyu pengine game ingekuwa ishaisha, lakini kwa kuongea kwangu kote imeshindikana. Mwandishi sana, swali zuri ndugu mwandishi. Jambo ambalo tunamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu, kocha wetu kamaliza kazi zote tokea wiki inaanza mpaka sasa hivi. Katufundisha vitu vingi, katupa mbinu nyingi. Kwenye pressure ya wachezaji hakuna mwenye pressure mpaka sasa hivi. Kwanza watu wote wana hali na wana nguvu. Wao wameniagiza kwa umoja wao wachezaji wenzangu, wanasema waambie makamanda wanamaliza game siku ya Jumapili. Wamesema nisiwe na maneno mengi, mimi niseme tu neno moja, makamanda wanamaliza game siku ya Jumapili. Kama litatokea lolote, hayo tunasema ni ya Mwenyezi Mungu, na sisi pia tunaimwamini ni wewe Mwenyezi Mungu. Kwa wote walivyoona na mazoezi tuliyofanya, makamanda wanasema game inaisha Jumapili. Hata kocha mkuu mwenyewe kashasema, mimi ni nani niyapinge maneno ya kocha wangu kwamba game inaisha Jumapili. Sasa mimi napenda sana kuwashukuru eneo la Ukonga na viunga vyake vyote. Wamekuwa wakisupport sana timu. Hata game hizi zetu za robo finali, nusu finali walikuja kwa wingi sana. Na hata ule mdedea wote unaoona ni mashabiki kutoka Ukonga. Na pia kuna wengine ni mafansi lakini hawakai Ukonga, wamejitahidi sana kufika. Jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, wametuahidi wao kama mashabiki kuwa wamesema watafika kwa wingi siku ya Jumamosi mida ya saa 12 jioni uwanja wa Oyster Bay
wameshasema kwamba tutakuja kuishangilia timu yetu, wanachokiamini Mwali anapita Mfugale. Mwali anapita Mfugale. Sahihi. Mimi niseme kwamba niwatoe hofu watu na pia nikutoe hofu wewe mwenyewe. Sisi Ukonga Kings tunafanya mazoezi kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu. Yaani sisi kila siku tunafanya mazoezi. Saa 10 kamili ukija viunga vya Ukonga utatukuta tunafanya mazoezi. Na hakuna timu nyepesi. Kwanza kafika fainali. Mpinzani wetu ni mkali sana. Ushanielewa? Sasa kusema kwamba eti timu ni nyepesi, hapana. Sisi tunafanya mazoezi kwa sababu tunaamini ile timu kali na timu nzuri. Sisi tutaingia kwa kumheshimu mpinzani na tutacheza kwa weledi wetu na mbinu alizotupatia mwalimu. Tunachokiamini tutafanya vizuri kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Tunaamini kabisa kwamba tutafanya vizuri kwa sababu kila kitu yeye kashamaliza. Shambani tushalima. Mavuno yako Oysterbay. Tunaenda kuyatafuta mavuno. Unatafuta mavuno yangu mimi, kama nilivyosema, sisi hatuna hofu. Mpinzani alioingia fainali sisi tunaamini ndio tulikuwa tunamtaka. Kwa sababu moja, kwa nini tunasema tulikuwa tunamtaka? Tuliamini tukikutana na timu nzuri ndio kipimo bora sana kwa timu yetu. Na ndio maana coach alikuwa anatupa mbinu kila siku kwa kuamini tunayekutana naye ni timu bora sana. Mimi nachokiamini tu, tusiwe tuna maneno mengi wala nini. Tusubiri siku ya kesho fainali ya kwanza, tusubiri kesho kutwa fainali ya pili. Hiyo ndio itakaothibitisha ule ni mfupa mgumu au utakuwa ni mfupa mlaini. Lakini ninachokiamini hata mwenye magego anaweza kula nyama akiamua tu. Sawa, asante. Bwana Kipo. Ya salam. Kwanza nimshukuru Mungu, ni siku nzuri leo Ijumaa. Waandishi wote takeo Ijumaa mbaraka kabisa. Kusema kuhusiana na swali lako kwamba tumetoka kwenye mechi ngumu, tunaenda kuwavaa Ukonga Kings. Mbona sisi kiukweli tuseme haikuwa rahisi. Tulikuwa na timu 20 D-League, timu 20, sasa hivi ukiangalia zimebaki timu 2. Kwa hiyo sio kitu kidogo, na tunafahamu kabisa Ukonga ni timu kubwa, wana fan base kubwa ukikompea na Mlimani, lakini sisi tumejiandaa. Kwanza tuseme ukishafika hatua ya fainali, mpinzani yoyote ambao unakutana naye, haijalishi ametoka kundi gani, ana ugumu gani, mimi naheshimu sana. Manake timu 20 zimebaki timu 2. Yeye kaongea kwa nafasi yake, lakini mimi naamini kwenye maandalizi sana. Sikatai ni wazuri, lakini mimi naamini kwenye maandalizi sana na zaidi ya maneno. Vizuri. Msimu ulioisha niliishia kwenye hatua ya mshindi, nilikuwa nacheza mshindi wa 3 na nikaikosa. Hatua hii tumefika fainali, tuna jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini hatuna mawazo ya kukomea tu kufika fainali. Ndio maana nasema tumejiandaa vya kutosha. Tunajua timu tunaokutana nayo, lakini hatuna mawazo ya kukomea hii hatua. Mimi niwaondoe shaka wapenzi na wadau wote wa Mlimani BC na watu wote kutoka ukanda huo wa Gaza, ukanda wa outsiders, wote wafike mapema sana. Maana yake nimesikia mpinzani wetu anasema series inaisha Jumapili. Series inaisha Jumapili. Ni maneno mazuri, lakini ni maneno mazuri zaidi ukiwa na maandalizi ya kutosha. Kwani kwa sababu wanasemaje? Series ni mnaimaliza Jumapili ama tunakwenda game 3 Jumanne? Tuseme inshallah, na sisi tuseme hivyo series inaweza kaisha Jumapili. Sasa sijajua inaishaje na nani atashinda, lakini mimi hopefully najua Mlimani tumejiandaa sana na hatupo tayari ku let down watu wote ambao wanatusupport, supporters wote na cabinet nzima, crew yote ambayo ilijiandaa msimu huu, hatutawa let down, na sisi tunaweza tukasema kwamba we are good to take this battle. Habari za mchana. Unajua hapa wakati namsikiliza kocha kuna kitu kimenijia kichwani, na moja ya kitu kilichonijia kichwani ni kwamba hii finali inaonekana itakuwa very interesting final. Sana. Yeah.
na sisi kama wachezaji hiki ndio kitu tulichokuwa tunakitaka. Yaani tumekisubiri kwa hamu toka tunaanza maandalizi ya timu yetu, toka tunaanza game yetu ya kwanza ya regular season mpaka kufika hapa. Ni jambo ambalo tulikuwa tumeliweka mioyoni mwetu tunalitaka. Yaani tusingelifikia sijui ingekuaje huko tunapofanya mazoezi au tunapokutana. Yaani sijui hali yetu ingekuaje, lakini ni kitu ambacho tulikuwa tumekisubiria kwa hamu, kwa shauku. Pia nirudie kusema kwamba kama mpinzani wetu alivyosema kwamba series inaisha Jumapili, na sisi tunaweza tukasema mambo yetu yanaishia njoo pendeza, njoo na familia, alika ndugu jamaa na marafiki. Huenda sherehe ikaishia mapema sana njiani, yani mapema sana Jumapili. Hatujui nani anashinda, sisi hatujui nani anaenda, lakini tunachojua sisi series inaisha Jumapili. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.